السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Shukrani zote anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Ninamwombea rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wasalimu tena, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijui ni coincidence ama ilikuwa imepangwa. Wameniita stage baada ya kwamba mawqif ilikuwa very emotional. Na Bro Hamza alikuwa amesema kwa wale wa rais wa machozi watayarishe machozi. By the time anasema yangu ilikuwa ishatoka. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Naanza baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwombea rahma na salamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninaanza na kumtambua ndugu yangu mkubwa Sheikh Muhammad Bahero. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, Allah amjalie ikhlas, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amkirimu kama alivyokirimu dini ya Uislamu siku ya leo. Na nawashukuru nyinyi pamoja na Sheikh Muhammad na organizers wote wa Together We Can. Leo it's very emotional. KICC sisi tumeijua kwa kila aina ya mambo, na ni nadra sana kwamba watu wataitwa sehemu kama hizi kukumbushwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Liyashhad Allah akuwe shahidi kwamba ndani ya siku hii ya leo, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kutakuja zama mambo itakuwa ni, anasema it will be strange, na wale watakuwa wanafanya mambo hayo wataitwa strangers. Liyashhad Allah kwamba leo Together We Can pamoja na Waislamu, pamoja na mashekhi wetu, walezi wetu, ndugu zetu, mama zetu, wamekusanyika hapa ndani kusikiza maneno yake na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotupatia hii fursa ya kukusanyika hapa, asitunyime fursa ya kuingia ndani ya janna yake. Na kama alivyotukusanya sote hapa, atukusanye sote bila kuacha yote katika sisi ndani ya janna yake, Jannatul Firdaus. Ndugu zanguni, apart from kwamba nimepatiwa hii talk baada ya kwamba mawqif ilikuwa very emotional, lingine ni kwamba kidogo I am nervous. Nazungumza mbele ya mashekhi zangu, walimu wangu, ndugu zangu wakubwa, mama zangu, dada zangu. Na kawaida kuzungumza mbele ya mashekhi wako ambao kwamba umegrow kiwaangalia, sometimes you feel nervous. Kwa hivyo kwa wale vijana na labda kina dada ambao kwamba tumepatana nje ya mawqif kama hii, nikawa na ufasaha, mnisamehe leo nikikosa ufasaha, kwani mawqif inanikosesha ufasaha. Wallahi hainipi moyo kuzungumza kabla yao wala baada yao, na mimi kuzungumza mbele yao haiwafanyi kwamba mimi ni bora kuwaliko, bali ni fadhila tu Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia mja wake akastiri aibu zake. Baadhi ya ndugu wakamdhania khairi, na naomba Mwenyezi Mungu adumishe hii satra na atustiri sote fi dunia wal akhirah. Ndugu zanguni, nimepatiwa mada ambayo kwamba ni alaqat, relationships. Na mada hii ni baada ya ndugu yangu Simba katika uhodari wake, kila ninapokuwa nazungumza na youngsters, watu labda age yangu ama wadogo wangu, wakati nimefunguka vizuri nazungumza na wao kwa lugha yetu. Simba kwa uhodari wake, Allah amlipe kila la kheri, akaamua kutumia social media yake vizuri, akakata baadhi ya part akazituma. Sasa kwa vile ikatrend kwa sana, Sheikh Muhammad alipokuwa anapatiana mada akaniambia wewe utazungumzia relationships, lakini ni baadhi ya clips ndogo ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amlipe ndugu yangu kila la kheri, na wale ambao kwamba walipokea kwa wema walipe kila la kheri.
Na mnisamehe kama leo nitakosa ufasaha kama vile ambavyo kwamba mmenizoea, kwa sababu leo hii siko mbele ya vijana peke yake, bali niko mbele ya mama zangu, niko mbele ya mashekhi zangu, walimu wangu, watu ambao kwamba tunawaangalia kwa fadhila ya juu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia. Na bali nitakapokuwa nimekosea, watakaopanda baada ya hapa biidhnillahi ta'ala najua watayaweka sawa, na Allah subhanahu wa ta'ala hana upungufu, bali upungufu ni kutokana kwangu na labda na sheitani. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atujalie tufaidike. Nimepatiwa dakika hadi saa 5 na dakika kama 10 ama 15, na biidhnillahi ta'ala naomba Allah subhanahu wa ta'ala jalie baraka na tawfik kwa hizo dakika chache, biidhnillah tuweze kufaidika sote. Katika mambo ya alaqat, mafungamano, Allah subhanahu wa ta'ala ametuweka hapa duniani, na Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha bure, bali akatujalia mwongozo kutoka kwa kitabu chake na mfano ulio hai, kiongozi wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika mahusiano yetu Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia kitabu chake na mtume wake wawe ndio mwongozo. Na ulimwengu ambao kwamba ndani yake umejaa distractions, umejaa kila mtu anakuambia fanya hivi, fanya vile, wacha hili, shika lile, Mwenyezi Mungu akatuambia sehemu moja ambao kwamba tukifuata tutawaipotea. Akasema Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata mwongozo wangu, na mwongozo wake ni kumfuata huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba tuliletewa, basi ni ajue hata waipotea duniani, wala hata kuwa ni mwenye hasara siku ya kiyama, wala hata pata maisha ya dhiki hapa duniani wala akhira. Na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kinyume chake kwamba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka a'adhana Allahu minha, yoyote mwenye ambaye kwamba atakaa mbali na utajo wangu Qur'an, mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mifano ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ajue atapata maisha ya dhiki. Na tunaomba Allah tuepushe na maisha ya dhiki, na siku ya kiyama atakuwa ni mwenye dhiki zaidi. Ndugu zanguni, tunaishi ndani ya muda ambao kwamba nyumba zimevunjika, amana imepotea, familia zimevunjika, na nyoyo zimevunjwa na zimevunjika. Na hii yote inatokana na mafungamano ambao kwamba yametokana na kutengamana kwetu kama binadamu ambao kwamba ni dhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza wa khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa hali ya kwamba yeye ni dhaifu. Lakini katika udhaifu wetu ni kujirudisha katika njia ya Allah hata kama tutaanguka mara ngapi barabarani. Na leo hii tukiwa tunaelekezana katika mahusiano yetu, hatuelekezani kwamba sisi ni wabaya tubakie vile. Tunaelekezana katika jambo ambalo kwamba wazungumzaji waliotangulia kuambiana there is always hope. Na hope ni gani? Jinue, drag yourself, rudi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile anavyokwamba anaelekeza. Alaka ya kwanza ambayo kwamba sote tunafaa kuwa nayo ni alaka between sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kwamba ndo asli ya maneno. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba aujadana min al-adami ila al-wujudi, ambaye kwamba alitupata we were nothing, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kutuumba. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala ni ambaye kwamba ananiambia mimi na wewe, alladhi khalaqak, ambaye kwamba alikuumba wewe bila kushirikiana na yoyote katika kukuumba wewe. Na ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala alipotuumba mimi na wewe, alituumba akasema fa ahsana suwarakum. Allah subhanahu wa ta'ala alituumba in the best way possible, alitutengeneza akatufashion. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tulimuumba katika maumbile bora zaidi. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye kwamba anatuuliza mimi na wewe, ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim. Kwa sisi ambao kwamba tuko distracted, tumechukua wapenzi wengine tukawapenda zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, maisha ikatutandika baada ya kwamba tulienda kutafuta happiness sehemu ambao kwamba si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kana kwamba anatuuliza kwa lugha yangu mimi kwa sasa, ni nini imekudistract kutoka kwa Allah? Ni nini ambaye kwamba uliona kwa Allah
ukaona si mzuri na ukaona mwingine ambaye kwamba akona uzuri zaidi. Ar-Rahmanur Rahim, ambaye kwamba akona upeo wa huruma. Ni nini nyingine ambayo kwamba ilikufanya ikakudistract kwake ikakufanya ukatafuta huruma kwa mtu mwingine? Al-Wadud, ambaye kwamba anapenda waja wake mahaba khasa. Ni nini ambayo kwamba ilikufanya, ama ni upungufu gani uliona kwa mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaenda kuteseka na mahaba ya mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ma gharraka bi rabbika al-karim. Na kwa jawabu sote tunaweza jibu tukasema wallahi hakuna lolote ambalo kwamba tulikosa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ya riziki akajiita Ar-Razzaq, bali Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema laysa bi'ajibin annana nuhibbu Allah, si la ajabu kwamba sisi tunampenda Allah, walakin al-ajab kull al-ajab, lakini maajabu ni kupata huyu Mungu atuambia anatupenda. Kivipi? Kawaida tumependa dhaifu, anampendaga mtu akona nguvu kwa sababu atampa nguvu. Siku zote mtu ambaye kwamba ni fukara anampenda yule ambaye kwamba akona pesa, akona chapa, akona uwezo kwa sababu atamsaidia. Kawaida mtu ambaye kwamba hana mtu huwa anapenda yote ambaye kwamba atamuonesha affection. Lakini ndugu zanguni, si maajabu kupata mfalme ambaye kwamba anapenda raia wake. Si maajabu kupata yule ambaye kwamba amejiita As-Samad, yule ambaye kwamba wote wanamtegemea yeye na yeye hawategemei, awaambie ndani ya kitabu chake yuhibbuhum wa yuhibbuna, anawapenda na wao wanampenda. Hauoni maajabu Mwenyezi Mungu angesema wanampenda Allah na Allah akawapenda, bali Allah akasema yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah anawapenda na wao wanampenda. Yani kana kwamba anasema aliwapenda for they love him back. Baadhi ya ulama wakasema alitanguliza mahaba yake kwa sababu ndo mahaba yaliyokamilika. Ndugu zanguni, katika relationship zote ambazo kwamba utakuwa nazo duniani, hakufai kuwa na nyingine ambayo kwamba imeshinda between wewe na Mola wako. Allah anasema ndani ya Qur'an, wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Baadhi ya watu, kuna baadhi ya wengine huwa wanawafanya kinyume na Allah watu ambao kwamba wanawapenda kama mfano wa Mwenyezi Mungu. Wanawachukulia vitu wanazipenda mfano wa Mwenyezi Mungu. Aidha anachukulia mali anaipenda kama Allah, anachukulia binadamu wanawapenda kama Allah, wanachukua watu wengine wanawapatia mahaba ambao kwamba alifaa kupatiwa Allah. Lakini Allah anasema kuhusu waja wake ambao kwamba ni waumini, wamemwamini yeye, na naomba Allah nijalie mimi na nyinyi ni katika hawa waja wake. Tusemeni amin. Anasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, lakini walioamini wanapenda vitu zingine, lakini hakuna kitu wanakipenda zaidi ya vile ambavyo kwamba wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kufikiria zile neema ambazo kwamba ameziweka. Kabla nisimame nilikuwa nimefikiria mukaddima ya kumwambia Sheikh, kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, wa kana fadlullahi alayka adhima, fadla za Allah juu yako ni kubwa. Na mimi leo hii namwambia Sheikh Muhammad, together we can team mzima, masheikh zangu na kila mtu amekaa hapa, wa kana fadlullahi alayka adhima, fadla za Allah juu yako ni mingi, la tuaddu wala tuhsa. Ukianza kuzihesabu huwezi zihesabu. Hewa unayopumua, afya ambayo kwamba umekaa nayo hapa ndugu zanguni, familia labda uko nayo, wewe uko na masikio ambayo kwamba labda unasikia. Allah subhanahu wa ta'ala, ni nini ambayo kwamba uliangalia ukasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakunipatia mimi? Bali kwa kila ambacho kwamba unaona Allah hakukupatia, Allah alikupatia iwad kikubwa zaidi ya hicho, kwa sababu naye amejiita Al-Wadud, yule ambaye kwamba anawapenda waja wake. Ndugu zanguni, utakutana na watu wengi katika maisha yako, utawapenda watu wengi, utaamiliana na watu wengi, watu wengi watakuwa wema kwako, watu wengi watakupenda, watu wengi watakukirimu. Lakini pamoja na hayo yote, lazima watakuwa wapungufu katika kila watakachokufanyia. Wanaokupenda watapungua katika mahaba yao, wanaokujali watapungua, wanaokuhurumia ni huruma ambayo kwamba ni naqisa, ni huruma ambayo kwamba imepunguka. Wale ambao kwamba unasema ni wangu na ni wake, wallahi hawatakaa na wewe milele. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahbib man shi't fa innaka mufariqu, pendo unayemtaka jua lazima utaachana na yeye. Wewe juana na yote ambaye kwamba unayetaka, kuna siku ambayo kwamba utamuacha. Lakini hebu niambieni ndugu zanguni,
ni wakati gani katika maisha yetu tumemkosa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla hatujakuwa amesema huwa al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Yeye ni yule ambaye kwamba ni wa kwanza. Kabla nyinyi mpatikane Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa. Baadhi ya wapenzi wetu katika haya maisha kuna wakati they were not part of our lives, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kosekana katikati ya maisha yetu. Saa zingine unaowapenda unafika ndani ya maneno unasema hawajui vile mimi nahisi, hawajui hisia zangu, hawanielewi. Mbona kuna mtu ambaye kwamba anataka kunielewa? Sote katika maisha yetu tutafikia hapo, lakini Mwenyezi Mungu anasema ya'lamu sirra wa akhfa. Allah subhanahu wa ta'ala anayajua, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Hakuna siku ambayo kwamba kitu itasumbua moyo wako imfichikie Allah subhanahu wa ta'ala. Mpenzi kama huyu utakosaje kumfanya ndo mpenzi wa juu, hali ya kwamba saa zingine wapenzi wetu hawajui ni nini inaendelea ndani yetu? Utakosaje mahaba ya Allah ndani yako ukaweka substitute na mahaba ya mtu mwingine, hali ya kwamba watu wengine wote watakuwa pungufu katika mahaba yao? Na ndugu zanguni, kuna siku mimi na nyinyi tutakuwa history, tutaingia kaburini na subhanallah wapenzi wetu hawatakuwa na sisi. Mawqif haitawaruhusu kuungana na sisi, lakini kaburi itakaposema dhahabu wa tarakuka, wameenda wamekuacha, wa fi turabi dafanuka, wamekuacha chini ya mchanga, nani amebakia na wewe katika ile sehemu? Wallahi alhabibul wahid ni yule mpenzi ambaye kwamba ni wa pekee, ambaye kwamba amekuwa nao katika maisha yote. Kuna siku ambayo kwamba wapenzi wote yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, wale wapenzi wote tunawapenda zaidi katika maisha yetu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka. Jazakumullah khair. Kipenzi changu Hamza amenipatia maji, ametoa kwa kipenzi chetu Sheikh Yusuf Abd, barakallahu fikum. Siku ya kiyama ambapo kwamba wapenzi wote watatoroka wapenzi wao, ni wapi pa kuelekea? Aina al-mafar? Ni wapi ambapo kwamba watu watakimbilia? Bali ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, katika alaqat zote, aslih ma bainaka wa baina Allah yuslihu Allah ma bainaka wa baina al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala atasuluhisha yale ambayo kwamba yako between wewe na waja. Mapenzi ya aina ya pili ni yale mapenzi ambayo kwamba mpenzi wetu wa kwanza anatueleza yanafaa kuwa yameshikamana zaidi na mafungamano ya wazazi wawili. Watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alijalia walitupenda kabla hatujakuwa sisi. Watu ambao kwamba walitupenda without titles. We were their pride. Anasimama baba anasema huyu ni msichana wangu, kabla ya wavulana kusema yule msichana ameweza. Anasimama mama anasema huyu ni kipenzi changu, wakati ambao kwamba yeye akona huzuni na akona uchungu, lakini kwa kumuona anasema mapenzi yanaondoka. Allah akasema baada yake yeye hakuna mtu alimpatia daraja zaidi ya wazazi wawili. Na kitendo cha leo kilichokaribia kabla kilikuwa ni kutukumbusha umuhimu wa wazazi wawili. Na Allah akatuambia fala taqul lahuma uff. Wote takavokuwa wamekuwa ni wazee, wamekuwa ni wenye kuudhi, wamekuwa difficult, Mwenyezi Mungu akasema waqul lahuma qawlan karima, waambie maneno ya ukarimu, ishi na wao kwa uzuri. Wanasema mzazi wangu ananidhalilisha, Allah anakuambia wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma, wacha kwamba yeye anakudhalilisha, bali jidhalilishe mbele ya wazazi wako. Na ikakuwa kamal katika ibada ya Allah. Hauwezi pata radhi za Allah bila radhi za wazazi wawili, na wala vile vile hauwezi kuwa uko na hasira ya wazazi wawili na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba uko na rahma yake na umewakosea hawa wazazi wawili. Ndugu zangu, ni kukumbushana kwamba wazazi hawa we had no choice. Hakuna mtu katika sisi alichagua mzazi aliyopatiwa. Kumaanisha kama Allah alikupatia mzazi ambaye kwamba uko naye, na zile shida ambazo kwamba uko nazo unaziona kwa the young ones, jua Mwenyezi Mungu anasema yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Aliumba na akachagua na akukupatia khiari ya kujichagulia mzazi. Kwa hivyo Allah alikuchagulia the perfect parent. Kwa sababu gani? Wewe unasema mzazi wangu hakunifaa mimi, na Allah anakuuliza ala ya'lamu man khalaq, je yule ambaye kwamba aliumba hajui? Ndugu zangu, ni mahaba ama alaka ambayo kwamba inafuatia ni alaka between sisi na watu wengine wa kawaida. Mwenyezi Mungu akatuambia tuishi na watu vizuri, na guideline akaiweka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa mtume wa Mwenyezi Mungu umekuwa na mfano mwema. Ulimwengu inakuambia ishi na watu hivi.
akutukanaye mtukane, ambaye kwamba anajifanya skari jifanye asali, yule ambaye kwamba amekufanya hivi mfanye vile. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia, amekuletea living example. Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliongelesha watu vizuri, alisamehe wale watu ambao kwamba walimkosea, aliwaambia watu maneno mazuri. Yeye ni mtu ambaye kwamba alitanguliza haja zake kabla ya haja za watu. Anasema mimi najali watu na watu hawanijali. Wewe haujapoteza, kwa sababu in ahsantum ahsantum li anfusikum, kama ni khairi unafanyia watu na watu hawaioni, wallahi kama ukijua mbele ya Mwenyezi Mungu haipotei, na siku ya kiyama atakuja kukulipa. Na siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anasema falladhina amanu falyawma alladhina amanu min alkuffari yadhakun. Siku hii ya leo wale ambao kwamba walishikamana na iman wakaitwa majahil, wakaitwa kwamba wao ni watu wa nyuma, akaambiwa yeye ufanya khairi tu ni fala na wala hajui angali vile watu wanamfanyia, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema hiyo siku wewe utakuwa unacheka kwa ikrama ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amekufanyia. Na mwisho kabisa namalizia kwa alaka ambao kwamba inasumbua kila ambaye kwamba ni murahiq, anaingia katika umri ambao kwamba anakuja kutambua, napenda mamangu, napenda babangu, napenda ndugu zangu, lakini vile vile ninahitaji na nimeona mtu ambaye kwamba si damu yangu na mtu mwingine nimempenda. Allah subhanahu wa ta'ala hakuyakataa mahusiano kama haya, na Mwenyezi Mungu ndo aliyaweka. Wa khalaqa minha zawjaha, Mwenyezi Mungu ndo alimuumbia baba yetu mama yetu Hawa liyaskuna ilaiha, apate utulivu kwake. Mufassirun wanasema Nabiullahi Adam akiwa janna alipatwa na upweke, pamoja na mito ya asali iliyokule, pamoja na kwamba alikuwa na everything, lakini alipatwa na upweke ambao kwamba baada ya Allah alikuja akaukamilisha mama yetu Hawa. Na ulimwengu wa leo ndugu zanguni umetuguide vibaya, umetuambia mahaba haya mpaka asiwe Allah ndo mahaba yako yametimia. Bali ndugu zanguni, ufahamu wa dini yetu ni very different. Mahaba ndani ya dini yetu ni kitu ambacho kwamba kimekirimiwa ndugu zanguni. Mahaba ndo asili ya kujengewa dini yetu. Allah anataka umwabudu mahabbatan wa ta'dhima, umwabudu kwa kumpenda yeye na kwa kumtukuza. Itakuwaje mahaba ni kitu mbaya? Inakuwa kitu mbaya wakati ambao kwamba tumefuata kwa njia ambao kwamba si njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashekha atakaokuja baadaye watazungumzia mada za ndoa na mfano wake, lakini mine is guidance to the young ones, to those who are searching. Kwa wale ambao kwamba anasema nimefikia sehemu ambao kwamba I can notice the girls, I can notice the young men, the handsome men, the beautiful girls. Allah subhanahu wa ta'ala alikuguide na akataka ufuate huu muongozo, na wallahi ukifuata itakuwa ni a story ambao kwamba ni love duniani, na siku ya unapumzika kaburini siku ya kiyama ni love story ambao kwamba inaendelea. Guidance inakuwa ni gani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ameiweka ni zawaji. Go and seek a hand in marriage. Umempenda, ambia watu wa nyumbani kwamba yule kijana anahitaji kuja nyumbani. Tunahitaji kuanzisha maisha ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atayaridhia, maisha ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema ni ya mawadda, maisha ya mapenzi yaliyopindukia, wa rahma, na maisha ya huruma ambayo kwamba iliyopindukia. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala alipoweka hisia ndani yako ya kumtamani mwenzako, alikuwekea guideline ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Yule ambaye kwamba anaona amefikia ni sehemu ambao kwamba ako na uwezo wa kimwili na uwezo wa kumwangalia msichana, basi na yeye atafute msichana amuoe. Ataweza kujihifadhi yeye mwenyewe, ataweza kuhifadhi macho yake, na asiyeweza basi ajizuie kwa kufunga. Na Allah akasema wali yasta'fifi alladhina la yajiduna nikaha, na zuie wale ambao kwamba bado hawajafikia sehemu ya kuoana ama kuolewa. Young girls ambao kwamba mko ndani ya college, young girls ambao kwamba mko high school, young men ambao kwamba mko primary, huenda marhala hii haujafika. Dini yetu haitambui kitu ambao kwamba inaitwa girlfriend wala boyfriend. Dini yetu haitambui kitu ambao kwamba inaitwa dating. Na ndio sababu ya baadhi ya mambo ambao kwamba Sheikh ametoka kuyazungumza hapa, mental health ambao kwamba tuko nayo na inatusumbua katika sisi, ni wakati ambao kwamba tumefikia hii marhala na tujui guidance ya Allah. Mashekhi watakaopanda baada yangu wataguide vizuri biidhnillahi ta'ala how to approach it, how to go about it. Lakini mimi nawakumbusha siku zote, wacha mpenzi wako wa kwanza akwe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wapenzi wengine utaweza kusema no kwao
kwa sababu mpenzi wa kwanza hajapenda. Wacha yule ambaye kwamba atadumu siku zote, umweke ndo yuko karibu zaidi. Hawa wengine wote wakupita watakuja kwa standards ambazo kwamba mpenzi wa kwanza subhanahu wa ta'ala amekuwekea. Ndugu zanguni, nimesema haya ambayo kwamba nimeyasema, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe mimi pamoja na nyinyi, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mahaba yake na mahaba ya wale ambao kwamba wanampenda, na mahaba ambao kwamba yatatupeleka katika mahaba yake. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atutengenezee alaqat bainana. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala aturekebishie mahusiano between sisi na familia zetu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala aturekebishie mahusiano between sisi na waja wake. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze, na kama alivyotukusanya ndani ya sehemu hii atukusanye ndani ya janna yake, jannatul firdaus. Shukran, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Bahero.